Ndugu na dada wapenzi, hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Tushangilie na tufurahi. Tunapojitayarisha kwa kufungua mwaka mkuu wa jubileo ya miaka 100 tangu tulipokea mara ya kwanza neno la Mungu, leo tunatambua wazi matunda ya kazi ya wale mitume, wale wa misionario. Yesu aliyeambia waende mahali pote watangaze habari njema, wawafanye watu wawe wafuasi wake. Wateule wote wa leo wanaotoka katika shirika mbalimbali, wote ni wazaliwa wa kanisa letu la Butembo. Ni furaha kubwa kuweza kumshukuru Mungu kwa sababu leo anatupatia alama kama mbegu la neno la Mungu lililopandwa kwetu, na hiyo miaka 100 limetoa matunda, linaendelea kutoa matunda, na tukimshukuru Mungu tutamwomba azidi kutunza kanisa lake na kulipatia wachungaji wanaostahili, wanaoongoza taifa lake mpaka makao ya mwisho, uzima wa milele aliyotuahidia tangu mwanzo wa dunia. Watumishi wa Eklezia yako wasipende kutumikiwa, bali kuwatumikia ndugu zao. Tunakuomba uwapatie watumishi wako hawa kufanya kazi yao kwa juhudi, kudumu katika sala ya kuwatendea watu kwa ukombe. Mungu, umeweka mwana wako wa pekee awe kwa
uhalifu na wa milele, uwafanyizie wale aliyowachagua wawe watumishi na wasimamizi wa mafumbo yako, waonekane waaminifu katika kutimiza kazi walioaminishwa. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele. Sherti yule anayemtumikia Mungu awe mwenye hekima na ujuzi na maarifa. Wapenzi wa Mungu, tusikilize vema somo kutoka kitabu cha Hesabu kipindi cha 11 toka mstari wa 24 hadi ule wa 25. Bwana akashuka katika wingu, akasema naye, lakini akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wazee wale 70. Mara roho aliposhuka juu yao, walitoa unabii, lakini wakafanya hivyo tena. Wafuasi walipoongezeka kuwa wengi, wale walio wa lugha ya Kigiriki waliwanungunikia wale wa lugha ya Kiebrania, kwa kuwa wajane wao hawakuwatendewa sawasawa katika matunzo ya kila siku. Hapo wale 12 wakawaita wafuasi wote wakutanike, wakasema, haifai sisi tuliache neno la Mungu kwa kutumikia mezani. Basi ndugu, chagueni kwa uangalifu kati yenu wanaume 7 wa sifa njema na wenye kujaa roho na hekima, hawa tutawasimamisha juu ya kazi hiyo. Yesu aliwaita kwake wale 12, akaanza kuwatuma 2, akawapa uwezo juu ya pepo wachafu. Akawaagiza wasichukue kitu kwa safari ila bakora tu, wala mkate, wala mfuko, wala shaba ndani ya mshipi. Waende wakivaa ndara, lakini wasivike kanzu 2. Akawaambia, popote mnapoingia nyumbani, kaeni humo mpaka muondoke mahali pale, na kila mahali wasipowakaribisha nyinyi wala kuwasikia, tokeni huko, kunguteni udongo ulio chini ya miguu yenu kuwa ushahidi kwao. Wakaenda
wakawafuta wagonjwa wengi, wakawaponya. Neno la Bwana. Washokeni wale watakaopewa daraja ya ushemasi. Ndugu Kasereka Tawa Enwa ni wa majina mimi hapa Petro Bartolomeo Toma mimi hapa ndugu Kamale Waka Charles mimi hapa ndugu Kakule Yambala Jean Bosco mimi hapa ndugu Kamale Fonki Robert de la Main mimi hapa ndugu Kakule Tataki Mnawiku ni wa kabila mimi hapa Kakule Kaniki Shile mimi hapa Muhindo Diandela Dejama mimi hapa Muhindo Bakile Aufel mimi hapa Kamale Zanzu François mimi hapa Muzere Yahumba Moise mimi hapa Asereka Kiwa Jean de Dieu mimi hapa Muzere Mishuro Pascal mimi hapa Katero mimi hapa Paluku Kabeka Johannes mimi hapa Tembo Mundu Pius mimi hapa Paluku Musabuli Charles Borome mimi hapa na Kakule Kakundi Jean-Pierre mimi hapa Eklesia Takatifu Mama yetu inakuomba uwape ndugu zetu hawa daraja ya ushemasi. Unajua kwamba wanastahili. Kisha kwa uliza wa Kristo na kupewa ushahidi wa uongozi wao na hakikisha ya kuwa wameonekana wenye kustahili kupokea daraja ya ushemasi. Kwa msaada wa Mungu na wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunawachagua ndugu zetu hawa wapewe daraja ya ushemasi. mimi hapa Ndugu Kakule Kamilule Constant ni wa parokia mimi hapa
Mimi hapa. Kakule Kaunga Frederiki. Mimi hapa. Na Kasereka Kanyeko Shambene. Mimi hapa. Na kuomba wape ndugu zetu hawa daraja ya ukadiri. Unajua kwamba wanastahili. Kisha kuwauliza Wakristo na kupewa ushahidi wa uongozi wao, na hakikisha ya kuwa wameonekana wenye kustahili kupewa daraja ya ukadiri. Kwa msaada wa Mungu na wa Mwokozi wetu Yesu Kristu, tunawachagua ndugu zetu hawa wapewe daraja ya ukadiri. Na kuteuliwa na askofu wapewe daraja ya upadiri. Mungu asifiwe. Na sasa tunawaomba warejee penye kule. Sisi wote tunajitayarisha kusikia hotuba ya Mheshimiwa watawa wote, wazazi wapenzi, wa baba, wa mama, kaka na dada, wapenzi wa Mungu, nani wateule wa leo, shalom. Shalom tena. Ndugu zetu hawa wanataka kupokea sasa daraja ya ushemasi na upadri. Ndiyo maana nawaomba mfikiri vizuri maana ya utumishi watakaopewa katika eklesia. Watakuwa watumishi wa Kristo aliye mwalimu, kohani mkuu na mchungaji wa waamini wote. Watasharikia utume wa Kristo wenye kujenga daima eklesia duniani iliyo mwili wake, iwe taifa la Mungu na hekalu la Roho Mtakatifu. Mapadri na mashemasi wanasharikia ukohani wa maaskofu, wanaaminishwa kazi ya kuhubiri habari njema ya Injili, ya kuwachunga watu wa taifa la Mungu wawe watakatifu zaidi, na ya kumtolea Mungu ibada, hasa katika sadaka ya Ukaristia. Sherti wafanye hayo yote kwa msaada wa Mungu, jinsi watambulikane nanyi kuwa kweli wafuasi wa Kristu aliyekuja si kwa kutumikiwa, bali apate kuwatumikia watu. Amewapa mfano ili ninyi nanyi mutende vile kama yeye alivyotenda.
mashemasi, maana yake watumishi wa Yesu Kristo. Huyu alionekana kuwa mtumishi wa wafuasi wake, mkitimiza mapenzi ya Mungu kwa moyo wenu wote. Lakini mnajua kama hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana wawili, uchafu wowote na